Wakati huu tuko live na si mwingine basi ni MC Njarika. Tukiwa katika Asili TV, kipindi ambacho kimetraining ni Dumila Training. Tuko kwa ajili ya kuweza kuwaweka vijana katika hali ya kuweza kujipatia namna fulani ya kuinua vipaji, lakini pia unaweza kupata taarifa nzuri kabisa ambazo za chini tena za uvunguni kabisa, ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote isipokuwa Asili TV online. Na siku ya leo tupo na kijana kutoka katika wilaya ya Gairo ndani ya mji wetu wa Dumila. Ametutembelea, kuna machache anatamani kuongea na sisi. Twende moja kwa moja tujue kwamba kijana anaitwa nani. Karibu ndugu yangu, unaitwa nani? Mimi naitwa Belimu. Belimu. Yeah. Kutoka wapi? Kutoka Gairo Makuyu. Kwa nini umeitwa Belimu? Belimu ni jina ambalo lenye muunganiko, kwa sababu mimi naitwa Baraka, babangu anaitwa Elia, babu yangu anaitwa Musa, kwa hiyo nimechukua B Eli Mu. Tumesikia tuko na Baraka lakini anajiita Belimu, yani ndio jina lake ambalo katika usanii. Mwenzetu, una shughuli gani? Labda unashughulika na shughuli gani katika fani? Katika fani ukiachana na mambo ya music ni fundi ujenzi, lakini na base sana kwenye muziki kwa sababu muziki ndio naupenda zaidi. Unaupenda sana muziki kuliko kula. Sasa siku ya leo tulitamani baadhi ya watu wetu ambao kwa sasa wako online waweze kusikia kwamba ni muziki gani ambao unaohusika nao na unaopenda zaidi. Bongo flavor. Bongo flavor, okay. Chana na bongo flavor, rap kidogo, ila bongo flavor. Bongo flavor. Sasa kuna nyimbo ambazo umeshawahi kuzitoa? Zipo, lakini ni nyimbo ambazo huwa tunaandika, na kuna siku niliingia studio kama nilikuwa na test sauti, kwa sababu siwezi nikafanya kazi kwa kuwa sauti yangu sijajua ipo ubora kiasi gani. Kwa hiyo nilikuwa na test sauti tu. Kwa hiyo ulikuwa unatamani kwamba watu wakutazame, lakini pia wasikie na waone kama una ubora wa kutosha na waweze kufanya jambo, aidha wewe mwenyewe upate kufanya kitu. Embu, nyimbo yako ya kwanza inasemaje? Nyimbo yangu ya kwanza inaitwa kwamba Nakusahau. Je, kuna mtu ambaye unataka kumsahau? Ni idea tu kwa sababu unapoandika nyimbo unatakiwa kuangalia kwamba mambo yanayotokea, kwa sababu huwezi, hata kama we kitu hakija kutokea, lakini unaangalia kwenye jamii ni kitu gani ambacho kinatokea, kwa hiyo unaweza ukafanya jambo. Wapenzi watazamaji wa Asili TV online, kijana anasema ana nyimbo, anasema nakusahau. Sio mimi nitakusahau wewe, ila nahisi kuna mtu anataka kumsahau. Embu jaribu kutupa kidogo kionjo tuone. Nakusahau. Okay. Kuna muda nakuwa kama chizi, alafu kuna muda nakuwa sijiwezi. Baby, kuna muda nakosa usingizi, alafu kuna muda nakosa raha endapo nikikumisi. Unitunzie siri zangu japo uliondoka kwa dharau, niambie we mwenzangu umeshapanda dau, na ndo maana unaniumiza moyo wangu unauma, sitoyaripiza nafsi yangu ina huruma. Hongera sana ndugu yangu. Okay. Eti umeniambia kwamba unatokea maeneo ya Gairo, wilaya ya Gairo. Kijiji gani? Kijiji cha Makuyu. Makuyu. Yeah. Makuyu ya Iyogwe au Makuyu Iyogwe. Makuyu ya Iyogwe. Iyogwe. Watazamaji wa Asili TV online, ndugu kutoka Makuyu ya Iyogwe. Ni Mkaguru? Yeah, ni Mkaguru. Yeah. Kwa mumi gwe. Na mumi golo. Habari samajua. Sawa, kwenye ile nyimbo unasema kwamba hakuna mtu uliyemwimbia, lakini mbona kama kuna mtu ambaye umemwimbia? Hamna. Tutafika tu huko. Una nyimbo nyingine ambayo unaweza kutuambia? Yeah, zipo. Nyimbo gani ambayo ulionayo tena nyingine kwa jina? Kwa jina inaitwa Sawa. Ina maana umekubali? Yeah, nimekubali matokeo. Hebu tuone kwamba kipi ulichokubali, tukusikie.
Okay, ipo kama hivi. Mwenzako usiku silali na kuwaza mama, mwenzio usiku silali na kuwaza mama, moyoni mwangu waronijaza upendo, ni wewe wa pekee, ulivyoondoka kuna wakuliziba pengo, ni nani atoke? Yani wewe umeshindwa kunienzi, nateseka na makali ya mapenzi. Yani wewe umeshindwa kunienzi, nateseka na makali ya mapenzi. Alafu nikitoka hapa nitakula na kiapo kwamba mapenzi basi, maana imekuwa unyonge, si umenikana vijembe statasi. Sawa tu, sawa tu. Yeah. Huyu ndiye mkali wa kanda ya Ukaguru pale Iyogwe kwa Kaguru. Anyeye mwahomi. Sasa Yeah. mbona kama vile wewe hujaoa? Mi bado Mpenzi? Bado. Kwa nini unateseka na mapenzi sasa? Nyimbo inaonyesha kama unateseka na mapenzi. Hapo nilikuwa na rafiki yangu, ndo nilikuwa namuona ameteswa sana na mapenzi. Kwa zile idea ndo nikazichukua, ukazifanyia kazi. Yeah. Yeah, kitu kama hicho. Sawa. Kwa hiyo idea ya mapenzi ukaona bora uifanyie kazi na uitendee kazi ili mambo yaweze kukaa vizuri zaidi. Sasa moja kwa moja inaonekana kama vile una nyimbo nyingi kidogo, na nyimbo zako mimi mwenyewe naona kama nazielewa fulani hivi. Kwani una nyimbo nyingine ambayo ya mwisho unaweza kutuambia? Ipo. Ambayo ya tatu hiyo. Yeah. Ni nyimbo gani? Jina inaitwaje? Forever. Moja kwa moja hiyo. Tupe. Hanipi lobo wala nusu, penzi lake ananiparita nzima, maeksi shobo marufuku, maana mimi kwake ndo nimeshazima, mtoto fulani mtulivu, mwendo wake ameukatia bima, zinoni changanya zake chuchu. Nitapambana hadi tone langu la mwisho la damu yangu kwenye vita ya mapenzi, nitahakikisha unapita salama, hatutotengana, labda itoke kwa kifo, apange Mungu, binadamu hawawezi, maana penzi letu liko imara forever. Wow. Forever. Moja kwa moja. Forever. Milele yote. Forever. Wacha we. Forever. Hiyo itakuwa tu kuna mtu ambaye upo naye ngao unaniambia kwamba unajua sisi tunajua namna ya kuweza kuona kwamba kwa nini nyimbo zako zote zimezama kwenye mambo ya mapenzi. Alafu unasema kwamba hauna mtu. Kweli? Hiyo hapo niambie kidogo. Hebu funguka kidogo. Hamna hiyo yani inatokea kwa sababu lakini kwani hujaanza kwa wakati ambao mahusiano hujaanza mahusiano japo kidogo. Kwenye mahusiano bado. Sawa. Sasa safari yako ya uimbaji mziki ulianza kipindi gani? Nilianza 2020. 2020. Yeah. Kuna changamoto gani ambazo umezipitia? Changamoto ni nyingi kwa sababu unaweza ukawa unapiga mazoezi lakini ikatokea mtu anakuambia oya muziki bwana huwezi, kwa bora uachane nao. Na kuna mwingine hawakutii moyo. Yeah, kitu kama hicho. Kuvunja moyo. Yeah, kitu kama hicho. Kuna mwingine anakuja anasema bwana mbona kama una kitu hivi kwa ukiendelea unaweza ukawa bora zaidi. Ulishawahi kupata mwaliko sehemu yoyote? Bado. Na unatamani au? Yeah, natamani sana. Natamani sana. Kwa sasa Asili TV Online wapo watu wanaendelea kututazama. Kijana anaonekana ana kitu na anaweza akafanya vizuri. Wanasema kwamba akiwezeshwa anaweza akafanya kitu kizuri zaidi. Je, ulitamani hawa wapenzi watazamaji wa Asili TV Online wanaotutazama wafanye kitu gani kwako? Msaada gani ulikuwa unataka? Mimi kikubwa Watanzania mnaonisikia, najua kuna wasanii wenzangu wanaonisikia. Kwa hiyo ningeomba support. Kijana anataka support katika uimbaji wa Bongo Flava. Ni support tu ulikuwa unataka? Yeah, ni hakuna kitu kingine? Hapo hakuna kitu kingine. Kama kuna mtu anasema kwamba nataka nifanye collab na wewe? Yeah. Utakuwa tayari? Nipo tayari. Msanii gani ambaye unamkubali hapa Tanzania? Mbosso. Kama kupenda no aga hivi mimi
mwenzenu chizi na ugua, wanipanda wazimu, wanipanda mi mwenzenu hali yangu mbaya. Kwa nini awe Mbosso na asiwe mwingine? Nyimbo zake kipindi bado sijaanza hata kuupenda muziki alikuwa ananivutia sana. Alikuwa anakuvutia sana. Yeah. Sawa sawa. Kwa wakati huu wapenzi watazamaji wa Asili TV Online wanatazama na wanatamani wakupe support. Je, watakupataje? Tunaomba ututajie namba zako za simu na zitakuwa zikipita chini ya skrini yako hapo unapotazama. Hebu tutajie namba zako za simu. Namba kama ifuatayo: 07 85 78 45 50. Imesajiliwa kwa jina gani? Melina Mcharo. Mcharo. Yeah. Unayo hiyo moja au una nyingine tena? Ndio hiyo tu moja. Sawa sawa. Yeah. Una historia yoyote kwenye muziki? Historia zipo. Historia zipo, ila hebu tupe kidogo. Kwa sababu kuna kipindi fulani nilikuwa natamani sana kuingia studio na kurekodi. Ikatokea sina hela. Unajua tena kama kitu unakipenda lazima ukifanyie haki. Kuna studio niliwahi kuingia, yule nikamwambia yule producer wangu, nikamwambia kwamba aisee, mimi natamani kurekodi lakini sina hela, je utanisaidiaje? Aisee, alichonijibu kitu gani hasa? Alikwambia akikustahili, yani akikustahili. Kwa hiyo alikuvunja moyo akakukatisha tamaa? Ya, kwa sababu aliniambia siwezi nikakufanyia kazi pasipo hela, kwa sababu mimi mwenyewe natafuta hela. Kwa hiyo wewe kama unataka kurekodi, tafuta hela kwanza. Kwa hiyo kwa sasa umeshapata hela? Kwa sasa hivi bado hujapata hela. Bado. Na ndio maana unahitaji watu wakupe support. Yeah. Watazamaji Asili TV Online, tunaomba sapoti kwa huyu kijana ambaye anatamani kuimba lakini bado uwezo wa kifedha ni mdogo, lakini shauku yake kubwa yeye ni uimbaji. Una neno gani la mwisho ambalo unawaambia ndugu zetu watazamaji wa Asili TV? Neno la mwisho, nawapenda wasanii wenzangu kwa sababu najua kuna wasanii wenye uwezo kama mimi, lakini huwa wanarudi chini kwa kurudishwa nyuma na maneno ya watu. Kwa hiyo wote tusonge mbele, msikate tamaa. Yeah. Sawa sawa, asante sana ndugu mtazamaji wa Asili TV Online. Tupo na ndugu yetu kutoka Iyogwe. Iyogwe inapatikana pale wilaya ya Gairo, njia ielekeayo Tanga. Asante, uko nami mtangazaji wako MC Njarika, napatikana hapa Dumila, katikati ya dunia.